Mheshimiwa mbunge Sungura kiukweli amefikisha kero ambazo na mimi zilikuwa zinaniuma mbili, lakini moja hajaizungumzia hapa na ni kero kubwa ambayo mpaka sasa baadhi ya watu wanaugua kwa sababu ya kero hiyo. Kuna wafugaji mheshimiwa, katika kijiji chetu cha Mkata Mashariki ambao wamepewa jina wanaitwa wafugaji wavamizi, na serikali yetu inajua hilo na wao ndio waliowapa hilo jina kwamba wafugaji wavamizi. Mheshimiwa, kiukweli wanapiga watu mno mashambani. Hata juzi amepigwa jirani yangu shambani kwangu, kaenda huko Bombo. Mimi hapa ninayezungumza shamba langu limeliwa juzi mahindi ekari 5. Nikafikisha taarifa zile kwa mwenyekiti wa kijiji, akaniambia nenda polisi. Lakini polisi ukienda unaulizwa maswali kwamba huyo aliolisha shambani kwako wamjua? Hizo ng'ombe unazijua? Na kama humjui utamfunguliaje mtu mashtaka ambaye humfahamu? Mheshimiwa, inashindikanaje kuwahamisha hawa wafugaji ambao wanaitwa wafugaji vamizi? Mheshimiwa, tunakuomba utusaidie katika hilo. Tunaumia sana, na mpaka sasa hivi sisi wakulima wadogo wadogo tunaogopa mashambani kwenda kwa sababu ya usalama wetu. Kwa hiyo mheshimiwa, mimi kero yangu ndio hiyo, lakini pia tunakushukuru sana na tunakupongeza sana, au mimi binafsi nakupongeza sana na ninakushukuru sana mheshimiwa. Asante sana, na ninakuomba nikuwasilishie, bila ya kumsahau mbunge Sungura. Anafanya kazi kweli kabisa, anafanya kazi ya dhati kutoka moyoni mwake. Lakini swala hili la wafugaji mheshimiwa ni kero, kwa sababu mwaka juzi wameuliwa watu wawili kati ya Mkata Mashariki na Manga. Wameuliwa, wamekutwa mashambani kwao na wafugaji hao, wamepigwa fimbo mpaka wakafia hapo hapo, na mmoja wapo ni shekhe wetu sisi wa Mkata Mashariki ameuliwa. Kwa hiyo tunakuomba mheshimiwa, kwa heshima na taadhima, sisi hatuna uwezo, sisi tunategemea kilimo. Mahindi yenyewe sasa hivi yanaungua, najua na eka 5 nzima hapa ninapozungumzia, hata moja alipo. Na mimi mwenyewe nimekuja kutishiwa kwamba kama ukienda mahali popote tunakuja kukuua. Na watu hao waliokuja kunitishia mheshimiwa, mimi siwajui, na hali yangu mimi mwenyewe ni zoiful hali. Mimi ni mgonjwa wa macho mheshimiwa, sio kama nimevaa miwani kwa sababu ya urembo. Hata nikitoa hii miwani wewe unaweza kanionea huruma, lakini mahindi yangu yameliwa na sina kwa kupeleka wala kwa kulalamikia, kwa sababu nikienda polisi naulizwa na wajua, nikienda wapi naulizwa na wajua. Kwa hiyo tusaidie mheshimiwa. Asante sana, na kuomba nikushirikishie mheshimiwa, tusaidie tafadhali. Haya. Sasa mzee huyu kwa sababu anasema na anaumwa macho na mahindi yameliwa, ili familia isije ikaathirika na njaa. Katibu umuone pembeni hivi, msaidie familia isikae njaa. Lakini tuna waziri wa mifugo na tuna waziri wa kilimo. Mwenye mashamba yupo na mwenye wafugaji yupo. Kwa hiyo na wenyewe watakuja waseme hapa kwa kushirikiana na mkoa namna ambavyo watalishughulikia hilo tatizo. Kwa hiyo kama nilivyosema, tumekuja kuwasikiliza, na nashukuru tumewapa fursa kwa mikono iliyojitokeza. Sasa tupate majibu. Tuanze na waziri wa maji. Karibu sana mheshimiwa waziri, uelezee hili swala la maji.